Mheshimiwa Kunti Yusuf Majala atafuatana Mheshimiwa Katani Ahmed Katani. Mheshimiwa Happiness Daniel Ngwando ajiandae. Mheshimiwa Naibu Spika, nikushukuru na mimi kwa kuweza kunipatia nafasi niweze kuchangia bajeti yetu ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Naibu Spika, awali ya yote nimshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetujalia na hatimaye leo tumeweza kukutana hapa kwa ajili ya kujadili mustakabali mzima wa taifa letu. Mheshimiwa Naibu Spika, nimshukuru na kumpongeza sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kazi kubwa anayoifanya kwa ajili ya kulitumikia taifa letu. Na Mheshimiwa, kwa pongezi hizo kwa Waziri Mkuu, niombe sana Mheshimiwa Waziri Mkuu ziara zake anazoendelea nazo ndani ya taifa letu ziwe na muendelezo na ufuatiliaji wa maelekezo ambayo anaendelea kuyatoa kwenye ziara zake. Mheshimiwa Naibu Spika, kwenye swala zima la ziara za Waziri Mkuu nimekuwa nikifuatilia, na jambo kubwa ambalo limeendelea kujitokeza kwenye mikutano yake ni migogoro ya ardhi kwa watumiaji wengi wa ardhi kwenye maeneo tofauti tofauti. Mheshimiwa Mwenyekiti, kila wilaya, kila mkoa, kila halmashauri alikokwenda, Waziri Mkuu amekutana na changamoto ya migogoro ya ardhi. Mheshimiwa Mwenyekiti, swala la migogoro ya ardhi ndani ya taifa letu limekuwa ni donda sugu ambalo tathmini, utafiti na wataalamu wetu hawataki kutoa namna bora ya kuweza kusaidia ili tatizo hili liweze kuondoka kwetu. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, migogoro mingine ipo ambayo ni sisi serikali tu tunatakiwa kukutana na kuamua na kutoa tamko kwamba hiki ni A na hiki ni B. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, migogoro mingine inasababishwa na sisi viongozi ambao tuko kwenye maeneo kule chini. Kiongozi fulani anasema jambo fulani na kiongozi fulani anasema jambo fulani. Na mwisho wa siku yote haya, Mheshimiwa Naibu Spika, hayafuatiliwi na hayawezi kutolewa maamuzi. Mwisho wa siku tumekuwa tukitoa adha kubwa kwa viongozi wetu wa kitaifa, wanapofika wananchi wanapanga msululu kwenda kutoa malalamiko yao ya migogoro ya ardhi. Mheshimiwa Naibu Spika, nitoe mfano mmoja tu kwa mkoa wa Dodoma. Tumekuwa tukilalamika migogoro baina ya watumiaji wa ardhi, wafugaji na wakulima na hifadhi zetu tulizonazo. Mheshimiwa Naibu Spika, mgogoro wa Swagaswaga pamoja na watumiaji wengine kwa maana ya wafugaji lakini na wakulima. Mheshimiwa Naibu Spika, mgogoro huu umedumu zaidi ya miaka 20. Na huu mgogoro hapa iliundwa tume ikaenda ya mawaziri 8. Mpaka leo Mheshimiwa Naibu Spika, watu hawa wananchi wetu mgogoro huu hautaki kutolewa suluhisho. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilitamani sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, umefanya kazi kubwa. Na mimi watu wangu walikuwa wanafunga safari. Ulipokuwa Tanga, kuna baadhi ya watu wamekuja Tanga, wanatamani kukutana na wewe ili wapate hatima ya ardhi yao baina ya hifadhi ya Swagaswaga pamoja na wananchi walioko pale. Kwa hiyo niombe tamko rasmi la serikali kuhusiana na mgogoro wa Swagaswaga pamoja na watumiaji wetu na wananchi wetu wengine wa ardhi. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Naibu Spika, mgogoro mwingine ni wa Mkungunero ambao tunapakana na Kondoa vijijini pamoja na Kiteto. Na huu ni mgogoro wa kimipaka. Mheshimiwa Naibu Spika, niombe pia serikali hebu imalize hii migogoro. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunashindwa kufanya shughuli za uzalishaji, wananchi wetu wanashindwa kutimiza wajibu na majukumu yao ya kufanya kazi kwa ajili ya kulijenga taifa letu. Wako bize kutembea kwenye ofisi za serikali kwenda kutafuta hatima ya suluhisho ya migogoro. Kwa hiyo tuwaombe wizara zinazohusika, nyinyi ni serikali moja, tunaomba mkae mtatue migogoro ya ardhi kwa watu wetu ili wananchi wetu waweze kulitumikia taifa lao kwa kufanya kazi za uzalishaji za ujenzi wa taifa letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo langu la pili ambalo natamani kulisema leo kwenye bunge lako ni swala zima la miradi ya kimikakati. Na namshukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, wakati anajibu maswali asubuhi amejaribu kutupa mwanga kwamba nini sasa kinachofuata baada ya miradi mingine iliyokuwa inaendelea lakini na ile ambayo ilikuwa imesimama kwa muda mrefu. Mheshimiwa Naibu Spika, ni ukweli usiopingika, nchi tuna miradi mingi ya kimikakati na imekuwa ikisemwa kwa muda mrefu. Mpaka sasa wananchi
wamekuwa wakiona kama serikali yao inawalaghai na kuwadanganya. Niombe sana kwa kauli uliyoitoa Mheshimiwa Waziri Mkuu leo hapa ukiwa unajibu maswali kwa Mheshimiwa wabunge kwamba sasa tunakwenda kukamilisha miradi iliyokuwepo, lakini pili tuweze kwenda kwenye miradi mingine mipya ili Watanzania wetu waweze kunufaika na rasilimali za taifa letu. Mheshimiwa, mradi wa barabara ya kutoka Tanga kimekuwa ni kizungumkuti kwa kipindi cha muda mrefu. Hata Mheshimiwa Rais alivyokuja kwenye jimbo la Chemba wakati anaomba kura, wananchi walimwambia swala la barabara hiyo. Na hii barabara Mheshimiwa, kati ya kilomita 462, wilaya ya Chemba ndio tuna kilomita zaidi ya 160. Kwa hiyo ukiangalia ukubwa wa barabara kwenye hii mikoa minne, wilaya ya Chemba ndio tuna eneo kubwa zaidi. Ombi langu kwa serikali, tunapokwenda kwenye utekelezaji wa barabara hii, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kuombe wewe kama msimamizi wa serikali na vyombo vyako vyote ulivyonavyo, tuombe kila mkoa uweze kupewa mkandarasi ili barabara hii isije kuonekana inajengwa mahali fulani na maeneo mengine wameachwa. Kwa kila mkoa, mikoa yetu hii minne, tuombe. Mimi mkoa wa Dodoma nitaomba mkandarasi wa mkoa wa Dodoma ili barabara hii zitakapoenda kwenye utekelezaji, basi na sisi tuweze kuona huyo mkandarasi akiwa site na hatimaye anaweza kutekeleza majukumu kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya barabara hiyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi mwingine ni daraja la Kelemasimba. Mheshimiwa, daraja hili lilipangiwa fedha tangu mwaka 2022. Lilishatangazwa, mkandarasi akasaini mkataba na mambo mengine akafanya. Lakini cha ajabu, limekaa miaka 5 mkandarasi hakupewa senti 5 ya Mwenyezi Mungu, kupelekea mkandarasi kwenda kusitisha mkataba ule. Niombe daraja hili sasa litakapokwenda kutangazwa, fedha ikatolewa ili Watanzania wale waweze kuepukana na adha kubwa wanayoipata kwa ajili ya miundombinu lile daraja pale. Limesha katika mvua za safari tena limekatika zaidi. Kwa kadri tunavyoendelea kuchelewa kwenda kulijenga, Mheshimiwa Naibu Spika, litaenda kuleta madhara makubwa ambayo mwisho wa siku tutakuja kujilaumu sisi kama taifa. Mheshimiwa Naibu Spika, jambo langu jingine ni swala zima la miundombinu ya TARURA. Mheshimiwa, TARURA wana barabara nyingi za udongo. Niombe sasa tutoke kwenye barabara za udongo tuingie kwenye barabara za changarawe ambazo zitatusaidia kuwa na barabara imara zitakazokaa kwa muda mrefu badala ya kuendelea kuwa na barabara za udongo nyingi. Mvua kama hizi zinaponyesha, barabara zetu zote zinaharibika kwa wakati mmoja kwa sababu tu ya ubora na uimara wa zile barabara. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi niwashukuru sana Wizara ya TAMISEMI, kakaangu Shemdo nakushukuru sana. Tulikuwa na adha kubwa sana Mheshimiwa kutokana na barabara hizi. Lakini nakushukuru kwa milioni 74 ulionipatia barabara ya kutoka kwa Mtoro mpaka Sanzao. Na mkandarasi yuko site anafanya kazi na Wanachemba wanasema asante sana, wanakushukuru sana kwa hicho ambacho umekifanya. Lakini bado tuna changamoto kubwa ya miundombinu ya barabara. Na inayopelekea Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI mpaka watumishi mnaowaleta kwenye wilaya ya Chemba wanashindwa kwenda kukaa kule kwa sababu gharama ya usafiri ni kubwa kutokana na mazingira mabovu ya miundombinu ya barabara. Kwa hiyo niwaombeni sana, mwaka 26-27 majimbo ya vijijini twendeni mkatupe kipaumbele, tutengenezeni barabara ambazo hata watumishi wetu tutakao wapanga kuja kuwasaidia sekta ya afya na sekta ya elimu wanashindwa kukaa kule, wanafika. Mimi wilaya ya Chemba huwa naita ni wilaya ambayo watu wanakuja kuchukua cheki namba. Kwa sababu akipelekwa anachukua cheki namba, anaomba uhamisho, anaondoka zake. Hatuhitaji kuwa wilaya ya watu kuja kuchukua cheki namba. Tunahitaji kuwa wilaya ya watumishi watakao kuja wakae, watoe huduma kwa Watanzania wenzetu badala ya kuja kuchukua cheki namba na kuondoka. Kwa hiyo niombe sana miundombinu iweze kuimarishwa ili watu wetu ama viongozi wengine wanaokuja kufanya kazi na sisi waweze kuona ni sehemu ya Tanzania na wanastahili kuwa Chemba na si vinginevyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo langu jingine ni swala la mawasiliano. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakwenda kutoka kwenye analogia na kuelekea kwenye dijitali. Lakini mawasiliano kwenye maeneo na kwenye majimbo ya vijijini bado ni adha kubwa. Na sasa hivi waziri wakati anajibu kwenye Wizara ya Vijana, mnasema kwamba mnatoa matangazo ya kuomba mikopo ya mama ya bilioni 200. Kijana wa kijijini hana network, hana mawasiliano aina yoyote, hamiliki simu. Anaendaje kuomba hiyo mikopo ambayo Mheshimiwa Rais ameitoa kwa nia na dhamira njema ya kuwainua vijana? Kwa hiyo tuombe Wizara ya Mawasiliano
itusaidie kufikisha mawasiliano kwenye maeneo yetu ya vijijini ili watu wetu waweze kunufaika na fursa mbalimbali zinazotolewa na serikali badala ya wao kubaki nyuma na hatimaye kuendelea kuona watu wengine wananufaika. Mheshimiwa Naibu Spika, la mwisho kwa upendeleo dakika moja tu ni kuombe, muhimu sana Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, swala zima la maslahi ya madiwani pamoja na wenyeviti wetu wa vijiji. Mheshimiwa Naibu Spika, madiwani wetu leo posho yao ya mwezi ni shilingi 3.5. Lakini diwani huyu ndio anayefanya kazi kubwa kuliko watu wengine wowote. Sisi leo tuko hapa bungeni, tumewaacha madiwani wetu kwenye kata zetu ndio wanafanya kazi hizo zote. Lakini ukija kwenye posho zao, diwani mshahara wa 3.5 hana uwezo hata wa kukopeshwa pikipiki, Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa hiyo niombe sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, wewe ndio msimamizi, lione hili kupitia TAMISEMI, madiwani wetu waweze kuboreshewa stahiki zao, hatimaye na wao waweze kuwa ni watu ambao wanafanya kazi kwa niaba yetu na kwa niaba ya Mheshimiwa Rais ya kuendelea kusukuma maendeleo kwenye maeneo yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru sana na Mungu akubariki sana. Asante sana kwa muda wako.